Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu kupitia jina la Yesu aliye hai. Naitwa Evangelist Michael Delema. Leo Mungu ametupa nafasi tena jifunze maneno yake mazuri. Wacha niombe, halafu baada ya hapo nikuletee ujumbe mzuri wa neno la Mungu. Baba, asante kwa sababu ya nguvu zako na uaminifu wako. Sema nasi sasa katika jina la Yesu. Amen. Nikuletee ujumbe mfupi wa neno la Mungu, na mimi ya kwamba utabarikiwa na Mungu atakusaidia na kibali chake kitatembea pamoja nao. Ujumbe wetu wa leo unasema nguvu ya ibada. Nguvu ya ibada. Nimeona tujifunze ujumbe kwa sababu ibada ni kitu cha muhimu sana, na utakuja kugundua ibada ndio kila kitu kwenye maisha yetu, hasa maisha haya ambayo Mungu ametuumba tupate kuyaishi. Ibada ni maisha ya kila siku. Ibada ni maisha ya kila siku, ni devotion ya kila siku tunapokuwa tunaishi katika ulimwengu huu wa sasa. Lakini wacha nikuletee maana ya ibada. Ibada ni nini? Ibada ni uhusiano wa karibu sana na wa kila siku kati ya mtu na Mungu. Ibada ni uhusiano wa karibu sana na wa kila siku, yaani unahusiana sana na Mungu wako kwa karibu, lakini pia kwa kila siku kati ya mtu na Mungu. Maana yake maisha yetu sasa yamefungwa katika ibada. Ikiwa ni uhusiano wa karibu sana, maana yake maisha yetu yamefungwa katika ibada. Kusudi la kwanza la mwanadamu kuumbwa ilikuwa ni kumfanyia Mungu ibada. Mwanadamu alipoumbwa pale Edeni, kusudi la kwanza ambalo Mungu alikusudia mwanadamu alifanya ni kumpa Mungu ibada, ni kufanya ibada kila ilipokuwa inaitwa leo. Mungu alikuwa akishuka kila siku wakati wa jua kupunga pale bustani ya Edeni. Anashuka, anazungumza na Adamu, anazungumza na Adamu, anawapa maelekezo. Kwa hiyo Mungu alipenda ile fellowship, alipenda ule uhusiano. Kwa hiyo Adamu na Mungu walikuwa ni kitu kimoja, kwa sababu walikuwa wanashiriki kitu kimoja kutokana na kuumbwa au kusudi la kuumbwa kwake Adamu. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mwanadamu akamweka kwenye eneo maalum ambalo hili eneo liliitwa bustani ya Edeni, ili kusudi katika lile eneo, na akalifanya kuwa ni eneo takatifu, ili kusudi Mungu apate kuwa anashuka anazungumza na Adamu katika ile bustani. Kwa hiyo maisha ya Adamu yalikuwa ni maisha ya kumpa Mungu ibada kila ilipokuwa inaitwa leo. Ndio maana Mungu alikuwa anashuka wakati wa jua kupunga, anasema nao. Na unapokuwa na uhusiano wa karibu na Mungu kila siku, unaanza kumjua Mungu yukoje. Unapokuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, uhusiano wa karibu na Mungu, unaanza kumjua Mungu yukoje. Ni sawa tu na uhusiano wa mke na mme. Mnapokuwa na uhusiano wa karibu kati ya mke na mme, kila mmoja anaanza kumjua mwenzake yukoje. Anapenda nini, hapendi nini, anataka nini, hataki nini. Hivyo ilivyo katika Mungu pia. Unapokuwa na uhusiano wa karibu sana na Mungu, unaanza kumjua Mungu yukoje, Mungu yuko wa namna gani. Hilo ni jambo la muhimu kulifahamu. Lakini ibada, maana nyingine, ibada ni ushirika binafsi kati ya mtu na Mungu. Ibada ni ushirika binafsi kati ya mtu na Mungu. Kwa hiyo kama mimi ninatakiwa niwe na ushirika kati yangu mimi na Mungu, maana yake natakiwa nitengeneze madhabahu ya ndani, ili kusudi niwe nafanya ibada, niwe na ushirika na Mungu kila inapoitwa leo niwe na ibada na Mungu. Leo
niwe na manake ni manake, kila wakati, kila saa ni ibada. Ninachokifanya ni ibada. Ninapotembea ni ibada. Ninapoenda kanisani ni ibada. Ninaposimama mahali ni ibada. Yaani mwanadamu, mfumo wote wa maisha yake ulitengenezwa uwe ni mfumo wa ibada. Haleluya! Mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya kumpa Mungu ibada. Na jambo la tatu, ibada ni kitendo cha kumwabudu, kumtukuza na kumheshimu Mungu katika roho na kweli. Ibada ni kitendo cha kumwabudu Mungu na kumtukuza Mungu na kumheshimu Mungu katika roho na kweli. Mambo matatu: kuabudu, kumtukuza na kumheshimu. Worship, glorify and honor. Haya mambo ni ya muhimu sana. Ukiwa unafanya ibada kwa Mungu, jua kabisa kwamba unaabudu, unatukuza na kuheshimu. Unapofanya hivi vitu ndio unakamilisha ibada, lakini tu haufanyi hivi vitu, unafanya katika roho na kweli. Manake ibada inaanzia rohoni, halafu inakuja katika kweli. Manake ibada inatakiwa iende rohoni. Cha kwanza, ibada inaanzia rohoni, halafu kingine, ibada inatakiwa iwe katika kweli. Manake katika kweli, uhalisia wa namna gani unamjua Mungu unayemwabudu. Wacha nikuweke kwenye maandiko, kitabu kile cha Yohana kitabu cha Yohana sura ile ya 4. Maandiko hapo ilikuwa ni historia ya Yesu na yule mwanamke Msamaria. Kitabu cha Yohana sura ya 4 ule mstari wa 19, maandiko yanasema, yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu. Hiyo hapa pointi ambayo naanza nayo. Katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudu. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Anasema, ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kuna mambo ya muhimu hapa ya kujifunza. Wasamaria walizoea kuabudu Mungu katika mlima, kama ilivyokuwa desturi ya Musa. Walikuwa wanaabudu Mungu katika mlima, lakini Wayahudi walikuwa wanaabudu Mungu Yerusalemu. Walikuwa wanaenda Yerusalemu kwenye hekalu la Sulemani, wanapata muda pale wa kuabudu. Sasa Yesu alipokuja, anajaribu kumwonyesha yule mama ya kwamba ibada haiko tena mlimani, wala ibada haiko tena Yerusalemu. Ibada iko moyoni. Lazima atengeneze moyo wa ibada ili kusudi Mungu akapate kumhudumia. Anasema nyinyi hamtaabudu tena katika mlima huu, wala hamtaenda tena Yerusalemu, bali mtamwabudu Baba katika roho na kweli. Cha kwanza, Mungu anatafuta mtu anayeabudu katika roho na kweli. Lazima ugundue hicho kitu. Kama unaabudu Mungu, kama unaenda kanisani, unamtafuta Mungu, Mungu anatafuta cha kwanza waabudu halisi, wanaoabudu Mungu katika roho na kweli. Watu wengi wanaweza akawa wanaenda kanisani kwa sababu wanahitaji vitu, wanaenda kanisani kwa sababu wanataka Mungu atende vitu. Cha kwanza kabisa, unapoenda kanisani, wewe uwe madhabahu ya ibada ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Usiende kutafuta vitu kanisani, nenda kumwabudu Mungu, nenda kumtafuta Mungu
Yesu akamwambia mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Manake kuna madhabahu ambayo inatengenezwa sasa kwenye moyo wa mtu, ambayo hiyo madhabahu ni kwa ajili ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Mungu anamtafuta mtu anayeabudu katika roho na kweli. Huyo ndio Mungu anamtafuta. Usiende tu kuabudu Mungu kwa sababu unaenda kanisani. Mungu anatafuta watu. Ukiona Mungu anatafuta mwanadamu, maana yake nini? Maana yake kuna kitu anataka kukiweka kwa mtu anayemwabudu. Lakini condition pekee ya Mungu ya namna ambavyo ya watu ambao Mungu anawatafuta ni condition wanaoabudu yeye katika roho na kweli. Naweza ukawa ndani ya kanisa, kama hauabudu katika roho na kweli, bado Mungu hana nafasi ya kutafuta. Mungu anatafuta mtu anayeabudu katika roho na kweli. Mwanadamu aliumbwa kwa kazi ya ibada peke yake ili yaabudu, na mwanadamu asipoabudu kwa Mungu aliye hai ataabudu kwa miungu. Manake mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya kutoa ibada, na mwanadamu asipomwabudu Mungu atatoa ibada kwa miungu. Mwanadamu asipomwabudu Mungu atatoa ibada kwa wachawi, atatoa ibada kwa waganga, atatoa ibada kwa sanamu, atatoa ibada kwa sababu ndio mfumo ulivyo, kwamba mwanadamu alitengenezwa awe na kitu cha kuabudu. Tafuta maishani mwa mtu yoyote aliye katika ulimwengu huu, utakuta anaabudu. Ndio maana kuna dini nyingi, ndio maana kuna miungu mingi, ndio maana kuna kila kitu. Yaani mwanadamu usipompa Mungu ibada, utatoa ibada mahala pengine popote. Useme mimi siendai kanisani wala siendi kwa waganga. Hata hiyo kazi unayoifanya ni ibada tayari. Manake chochote unachokifanya kama hakijaungamanishwa na Mungu, manake unafanya ibada katika hicho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mwanadamu ameumbwa cha kwanza ili aabudu. Nimekwambia Wasamaria walikuwa wanaabudu mlimani, Wayahudi walikuwa wanaabudu Yerusalemu, kwa sababu mwanadamu alikuwa ameumbwa kuabudu. Na hata Mungu kabla wokovu haujaja kwa mataifa, bado wa mataifa walikuwa wanaabudu miungu. Wengine walikuwa wanaabudu ng'ombe, wengine walikuwa wanaabudu jua, wengine walikuwa wanaabudu miti, wengine walikuwa wanaabudu mawe. Yaani kila kitu walikuwa na. Mwanadamu asipoabudu Mungu ataabudu miungu. Mwanadamu asipokuwa na Mungu atakuwa na miungu. Ndio maana maandiko yanasema Musa, kuna wakati wana wa Israeli walipotoka Misri, kuna wakati Musa alipanda kwenda kuzungumza na Mungu. Maandiko yanasema siku 40 mchana usiku amefunga. Ikafika hatua wana wa Israeli hawamuoni Musa, wanamwendea Haruni, wanamwambia Haruni, hapa hatumuoni Musa na hatujawahi kumuona Mungu wake. Tunachokuomba sasa, tusaidie, tutengeneze Mungu ili tumwabudu. Mungu atuongoze tena kurudi Misri. Kwa nini hakusema turudi tu Misri? Waliona ya kwamba ili warudi Misri walihitaji kiongozi, Mungu. Walihitaji wafanye ibada itakayowafanya warudi Misri, kwa sababu maisha ya mwanadamu yalikuwa yameumbwa katika kuabudu, au yalikuwa yameumbwa katika ibada. Kwa hiyo wakamwambia tutengenezee ndama. Wakatengeneza ndama, wakaabudu, wakasema tunarudi Misri, na wakaamini yule ndama angewarudisha Misri. Kwa jambo la muhimu na la kufahamu, mwanadamu lazima atoe ibada, kwa sababu mfumo wa maisha yake umetengenezwa kuabudu. Unapofanya kazi ni sehemu ya ibada, unamwakilisha Mungu mahali pale, ni sehemu ya ibada. Unapoingia kanisani ni sehemu ya ibada. Unapoenda unafanya biashara yako ni sehemu ya ibada. Unapoenda unalima ni sehemu ya. Kwa hiyo mfumo wote wa maisha ya mwanadamu umeumbwa katika ibada. Unamtolea Mungu ibada. Haleluya.